tumepokea gari. Gari hili kama alivyosema meneja linaenda kuondoa changamoto ambayo hapo awali mlikuwa mnakumbana na changamoto lakini hakuna suluhisho. Mlikuwa na gari lakini gari ilikuwa na uwezo wa kubeba mzigo mdogo, lakini leo mmeongezewa nguvu kubwa zaidi ya kutenda kazi. Na mkitenda kazi, manake sisi tunaamini tabasamu ambalo Mheshimiwa Rais anatamani wananchi walipate, watalipata kupitia kwenu. Kwa hiyo rai yangu ya kwanza, tunatamani meneja kuona chombo hiki kinatunzwa, kinatumika kwa wakati, kinatumika pia kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa bwana dereva ambaye atakabidhiwa hiki chombo, muda mwingi tunaamini yeye atakuwa nacho yeye na dereva, lakini naamini mtakuwa na mtu anayehusika na masuala ya magari na mambo mengine kama hayo. Sisi matamanio yetu kama Wanampanda ni kuona kifaa hiki kinadumu kwa muda mrefu, kufanya kazi kwa uadilifu wa hali ya juu kabisa, kitumike kwa makusudio yaliyokusudiwa tu. Bahati mbaya sana huwa sisi binadamu tuna ubinafsi na tunatamani kupata na tena na tena bila kuangalia huko na tena kunaweza kukaathiri namna gani. Kwa mfano, madereva wanaajiriwa, wanakuwa na ajira, wanalipwa, lakini kule kupata na tena unaweza kuta anafanya kazi nyingine mtaani ambayo hata meneja hajui, afisa anayehusika na masuala ya usafirishaji hapa hajui. Kwa hiyo anatuingiza kwenye matatizo. Chombo kinaweza ikapata matatizo muda wowote, anaingiza Wanampanda kwenye matatizo. Mtu mmoja tu anaweza akasababisha uharibifu wa hali ya juu. Kwa hiyo tunatamani kuona hiki chombo kitumike kwa hayo makusudio tu. Bahati nzuri siku hizi pia wananchi uelewa. Kwa hiyo wakiona huku yamepakiwa magunia ya mpunga, lazima watajiuliza siku hizi TANESCO wamebadilisha utendaji kazi au kuna nini? Kwa hiyo kufanya kazi kwa uadilifu na kukitunza chombo hiki, kwa kweli meneja, kiko mikononi mwenu. Tunawaombea hata hivyo mpate watu waadilifu sana wa kufanyia kazi hiki chombo, hasa atakayekuwa nacho kwa muda mrefu, na Mwenyezi Mungu amjalie asiwe na tamaa. Mumsaidie meneja kuondoa changamoto ambazo zinaweza kuwepo, malalamiko madogo, kwa mfano kwa wananchi. Mwananchi anapolalamika haina maana kwamba meneja kafika site moja kwa moja, na mwingine anaweza kawa kuna malalamiko madogo ya kukosekana tu kwa uadilifu kwa baadhi, sio wote. Natambua wengine ni waadilifu kabisa, lakini wapo baadhi ambao shida ni hicho tu, kitamaa kinaingia hapo, kinaathiri serikali. Kwa hiyo unakuta wananchi labda wanalalamika, muda mwingine wanaweza kulalamika tunaombwa rushwa au tunaombwa kitu kidogo kwa ajili ya kutolewa huduma. Sasa madhara yake ni makubwa sana, na malalamiko yanapotokea kwa wananchi yanaenda moja kwa moja kwa serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, yataenda moja kwa moja kwa meneja wa mkoa, lakini kasababisha mtu mmoja. Kwa hiyo tunatamani kuona wote mnaomsaidia meneja, mainjinia, mnaohusika sijui na HR huko, customer care, huduma ziwe nzuri kwa wateja wenu, kwa sisi wateja wenu, kwa sababu pia bila sisi wateja au bila uwepo wa wananchi, hata hii kazi inakuwa haina maana wala haina tija. Kwa hiyo mumsaidie meneja, muisaidie serikali, tufanye kazi kwa uaminifu wa hali ya juu. Majina anaitwa Mhandisi Victor Mwigulu, ni mhandisi ninaosimamia uzalishaji wa mkoa wa Katavi. Kwetu leo tuna furaha sana kwa kupokea gari jipya alilotupa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mkurugenzi wetu Bwana Lazaro Twange. Tumepata gari kubwa lenye uwezo wa tani 10. Kwetu sisi ni mafanikio makubwa, kwa sababu kwa muda mrefu mkoani hatukuwa na gari lenye uwezo huo. Sasa tuna uwezo wa kuwahudumia wananchi kwa kasi na kwa namba kubwa, kwa sababu kama ni kubeba nguzo kwenda site, zitabeba nguzo nyingi kwa wakati mmoja na kuwafikia.
Kwa hiyo sisi kama wana Katavi, TANESCO Katavi tuna furaha kubwa, na kwetu sisi ni msaada mkubwa wa kuweza kuwahudumia wananchi kwa kasi zaidi.